Karibu kwenye exclusive za Mpenja TV. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trend. Hii ni Mpenja TV, tunazungumza mchezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skim Oil Put. Kwa hiyo ambaye unahitaji kutengeneza ukuta wako uwe imara na kudumu kama vile uko mpya kwa miaka mingi zaidi, basi hakikisha unatumia White Skim Oil Put kutoka Magic Builders. Lakini pia kwa wale ambao unahitaji kupata simu ya mkopo, nenda kwenye maduka ya Mandasi Store ambayo yanapatikana karibu mikoa yote ya Tanzania. Ili upate simu ya mkopo kwa maduka kwenye maduka ya Mandasi Store, nenda na vitu vya aina mbili. Moja ni vitambulisho, kitambulisho cha kura ama NIDA, lakini pia leseni ya gari, na namba 2 ni pesa kidogo kama kianzio. Kwenye exclusive leo niko na Edna Lema. Wanapenda kumuita Mourinho. Tutazungumza mengi kweli kweli na baadaye tutakwenda kupata nafasi ya question and answers, kwa maana ya maswali na majibu ya papo kwa hapo. Edna Lema, habari? Salama, mambo? Niko vizuri, sijui wewe. Poa, niambie. Swaumu Kwaresma inapanda? Kwaresma. Napenda kupigia na kapelo fulani hivi, yani inakata hivi afu nywele zinaachia. Kwa nini siwe zile kapelo ambazo zinafunika moja kwa moja? Mimi navaa yote tu. Ikitokea kama ni hii ya kufunika zote, mimi napenda kuvaa. Edna, umekuwa ni miongoni mwa wanawake wachache ambao nadhani mimi ndio kocha wa kwanza wa kike ambaye ninakufahamu kwa umri wangu mimi. Ilikuwaje Edna Lema Mourinho akapata nafasi ya kuwa kocha, au ni nani ambaye alimuinspire Edna Lema kuwa kwenye nafasi ya kocha ambayo mpaka leo hii tunamshuhudia? Mtu ambaye mimi aliinspire ni Jose Mourinho. Ndio maana unaona kama natumia jina lake, kwa sababu mimi ni mpenzi wa kuangalia football muda mwingi, hasa kwenye ligi za Ulaya. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye namfuatilia, wakati pia anafundisha Ureno, anafundisha Uingereza. Kwa hiyo ni mtu ambaye napenda lifestyle yake anavyoishi na namna anavyofundisha, ndio maana namuona kama ndo role model wangu. Yeah. Ilikuwaje? Kuna mtu alikuambia unafaa kuwa kocha, ama wewe mwenyewe ulijiambia ukasema nahitaji niwe kocha? Wakati nacheza mpira nilikuwa na ndoto ya kuwa kiongozi kwenye football. Aidha labda ni coach au ni kiongozi. Lakini kwa bahati nzuri nimeanzia kuwa kocha, kwa hiyo watu wako wananiambia wakati nacheza naweza nikawa nasoma course za coaching ili baadaye kunisaidia. Kwa hiyo nashukuru watu ambao walinipa mawazo, nafikiria amenisaidia, ndio maana sasa hivi nimekuwa coach. Lakini pia mimi mwenyewe ni mtu ambaye nilipenda kuwa sehemu ya football, aidha kuwa nafasi yoyote ile, aidha kama ni uongozi au ni coaching, vyovyote vile. Kwa hiyo nimechagua moja, ndio hiyo ambayo niko nayo sasa hivi. Unadhani wanawake wana nafasi gani hivi sasa kwenye sekta hii ya michezo kulinganisha na miaka ya nyuma hapo? Nafasi hivi zipo nyingi na zipo wazi. Cha muhimu ni sisi wenyewe kutoka na kuamua kufanya, kwa sababu tumeona CEOs wa mkoa wengi, tumeona wasemaji, tumeona makocha pia wanakuja, waamuzi pia wapo, viongozi kwenye vilabu. Kwa hiyo nafasi zipo, kikubwa ni wale ambao wametangulia kupata hizo nafasi kuonyesha kwamba wao wanaweza, ili kuaminisha watu wengine ambao wanatupa ajira ili tuweze kuaminika zaidi. Yeah. Nikurudishe Machi 18, tarehe ambayo ulipata ushindi mbele ya mtani wako wa jadi, kwa maana ya klabu ya Simba kwenye uwanja wa KMC Complex pale. Bao 1 mkibondoka na alama 3. Kuna tension ambayo niliona baada ya ule mchezo, ambayo nilitamani kuuliza kwa muda mrefu, haswa ile style ya kushangilia muda ule ambao filimbi ya mwamuzi imelia kwamba mechi imeisha. Ulishangilia, ukafanya hivi, ukaitoa na karatasi pale, ilikuwa imeandikwa ni kwa ajili ya familia gani sijui pale. Tuelezee ile tension ya ile baada ya mechi ya kujua kwamba tayari umewin alama 3 mbele ya Simba Queens. Nafikiri kwenye mechi kama zile timu inavyopata goli, manake huwezi kushangilia moja kwa moja, kwa sababu ni mechi ambazo zinakuwa zina pressure kubwa na ni mechi ambazo zinakuwa ni ngumu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo nilihitaji subira kidogo baada ya lile goli, hakikisha kwamba filimbi ya mwamuzi yani, kwa sababu unaweza ukashangilia sana afu baadaye labda pengine goli karudi au kafungwa. Kwa hiyo nilitaka dakika ya mwisho ndio niweze kushangilia, na
ule ujumbe nilikuwa napeleka kwenye familia yangu kwa sababu ni watu ambao wananisupport na nilihitaji wajue kwamba na mimi natambua mchango wao kwangu mimi kwenye career yangu ambayo nipo nayo sasa hivi. Ndio sababu ya kuandika ule ujumbe. Yeah. Binafsi mmekuwa mna kama ushindani fulani hivi na kocha Musa Mgosi wa klabu ya Simba Queens. Wakati fulani uliwahi pia kuzungumza, uliwahi kupoteza ukasema kwamba kwa sababu nashindana na wanaume. Unajua Mgosi ni rafiki yangu siku nyingi. Wakati yeye anacheza na mimi wakati huo nilikuwa nacheza mpira. Kwa hiyo tushakutana sana kwenye viwanja vya mazoezi huko mtaani kwenye mechi za ndondo. Kwa hiyo tumekuja kukutana tena kwenye mpira, yeye yuko Simba na mimi nipo Yanga. Kwa hiyo ni muda mrefu tunafahamiana. Kwa hiyo wakati mwingine mimi napenda kumchallenge Mgosi. Ndio maana nikimfunga nataka nimtie maneno mabaya ili kama nimkere fulani hivi. Kwa hiyo mimi nafurahi nikiona Mgosi yuko kwenye timu ambayo mimi nimeifunga kwa sababu najua namna ambavyo anatumia nguvu nyingi sana kujiandaa kishajua anaenda kucheza na Yanga ambao kocha ni Edna. Kwa hiyo mimi nikimfunga nafurahi kwamba Mgosi yuko pale timu imeshinda na enjoy kuona namna ambavyo anateseka. Sawa. Hapa sasa kuna maswali na majibu ambayo moja kwa moja mimi nauliza utanipa jibu. Swali la kwanza ni aina ya kampuni ambazo zinatengeneza nguo. Namba 1, Puma ama Nike? Nike. Namba 2, pilau au ndizi? Ndizi. Namba 3, kijani au njano? Njano. Namba 4, mwanaume awe mrefu au mfupi? Mwanaume awe mrefu. Mfupi hapana. Mimi mwenyewe mfupi najua afu nipata mwanaume mfupi na kuaje. Yaani mrefu ndio sasa. Yaani mwanaume awe mrefu afu awe mweusi. Yaani hapo mimi ndo nitakuwa nishafika. Lakini mfupi mweusi hapana. Sio vitu vyangu hivyo. Sawa. Namba 5, shower gel au sabuni? Sabuni. Sabuni. Umewahi kusafiri nchi ngapi mpaka hivi sasa? Lazima nitaje zote. Unaweza hata ukataja zile kubwa ambazo unakumbuka. Hamna kubwa, si labda uniambie tu labda ushawahi kusafiri kwenda hapa. Mimi nimeshaenda Ulaya, nimeshaenda Afrika, yote nimetembea. Zinazidi 5, 10. Haziwezi kuzidi. Inawezekana. Kwa Afrika ni nyingi sana. Kwa Afrika nimeenda, kwanza nianze hapa East Africa, Kenya, Uganda, Burundi, Kameruni, Nigeria, Eritrea, Ethiopia, wapi na South Africa, Zambia, Zimbabwe. 10 zinafika. Alafu nisiye nikasahau, maana nishakwenda Marekani ujue. Marekani na Ujerumani. Au nataka kujua wapi tena? Hongera. Asante. Unajua kupika chakula cha aina gani hasa ambacho unasema hiki nikipika watu wakila wataenjoy? Wali samaki. Wa nazi mafuta? Mimi siwezi kula wali mafuta tena saizi jamani, mbona kama inawandulisha nyuma. Yaani mimi nikipika wali nazi manake nazi zinakuwa nyingi kuliko mchele. Hili nadhani ulishalijibia. Kwa nini unajifananisha na Mourinho? Walikuwa makocha wengi lakini ukamchagua Mourinho. Kwa nini? Mourinho bwana, kwanza ni kocha ambaye mjeuri, halafu ana mdomo. Kwa sababu na mimi kibongo je, mimi napenda sifa. Sema tu ndio Mungu amenijalia sijapata hela bado, lakini sifa ninazo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yule ndo anastahili mimi, yani yule ndo role model wangu. Mimi napenda vile ambavyo anaishi. Yani mjeuri, anapenda kushindana na mimi napenda hivyo hivyo. Tofauti yangu mimi na yeye ni kwa sababu yeye yuko Uturuki, mimi niko Tanzania. Yeah. Jimbo liko wazi? No comment. Mbona kama hilo swali kama la mtego hivi? Jimbo liko wazi? Inategemea, unajua unaweza ngoja. Wanamaanisha umeolewa? Ngoja nimalize swali. Umeolewa? Hujaolewa? Una bwana au hauna bwana? Una mahusiano? Kama mahusiano nayo, je, unafurahia? Wazi watu waje, sema Edna. Funguka, jimbo liko wazi. Watu ama wabunge tunaweza kugombea. Ngoja kwanza. Kwanza mimi nataka nijue. Yaani kwa nini nimeuliza ile swali? Si watu wanataka kujua kwa faida na watu wengine, na tunakupunguzia traffic ya message kwako ambazo unazipokea.
Unajua bwana, wakati mwingine mchezaji unawezekana ukawa una timu lakini unacheza mechi. Yaani ukiwa unamaanisha? yaani ninachomaanisha mimi si hata nisemeje, maana kama swali limekuwa mchezaji unaweza ukawa usiwe na timu lakini unacheza mechi. Umeona sasa hapa kuna mawili. Umeelewa kwanza? Inawezekana ukawa una timu lakini unacheza mechi. Mimi sielewi swali chako. Yaani maana yake ni kwamba unajua sasa hivi bwana Kibwana hana timu, unajua tumpigie simu mara moja aje kucheza, kuna mechi hapa. Yaani kuna kama kuna mechi ndondo hapa, friend mechi zinakuwa nyingi. Ndondo sasa sijajua nyie mnaulizia nini, kwamba sichezi kabisa mechi au nimesajiliwa au sisi hicho Kiswahili tunachokitumia kinaweza kama kinatupa shida. Lakini sisi kwa faida tu ya watazamaji na wapenzi wa Yanga na watu wengine wataka kujua either uko kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano, una mchumba au una mchumba au una rafiki tu wa kiume unaendelea na maisha yako. Ili watu waweze kutumia fursa vizuri. Mimi nipo kwenye mahusiano. Sawa. Lakini unajua kwenye mpira ukiwa unaweza kuwa umesajiliwa akiwa una malengo yako mengine. Kwa hiyo kitokea timu nyingine kitokea kama kuna timu inanihitaji, wanaweza kuja mezani tukazungumza. Yaani kwamba muda wote ukitokea usajili unakwenda. Sasa unajua nategemea, unajua swali gumu hilo. Ndio maana nikasema mchezaji unaweza kawa una timu lakini unacheza mechi. Mimi nimesema hivi, nipo kwenye mahusiano. Lakini basi ngoja ninyamaze. Inabidi tufanye jambo sababu upande wa wanaume kule tunaona ndoa zimefurulizana na huku pia tuone. Alafu wewe kocha ambaye sisi Yanga tunakupenda sana. Sasa sikilizeni waambieni. Hivi kisela. Sikilizeni waambieni, ngoja kwanza. Kidogo inatuumiza. Ngoja kwanza tuwe serious. Unajue mimi ni mke wa mtu unajua sisi hatujui, wewe ndio unatuambia. Nataka nikupeni taarifa. Sawa. Unajua yani DM zinakuwa nyingi sana. Jamani mimi nataka niwaambieni mimi ni mke wa mtu jamani. Yaani mimi ni mke wa mtu, yani mke kabisa. Na mimi na mtoto mmoja anaitwa Ian. Mtoto tunajua. Mtoto nimempataje? Lakini hilo swala la mke wa mtu, hilo swala la mke wa mtu. Hilo kidogo kwa sababu inakuwa geni kwetu sisi hatujai Unajua ngoja nikwambie, kwenye maisha ya kawaida, upo kwenye mpira. Kwenye uongozi kuna safu. Sawa? Ndio. Unaweza kuwa kuna mwenyekiti, makamu mwenyekiti, kuna katibu, mtunza hazina, mhasibu, umeona? Kwa inawezekana kwenye maisha yangu mimi ya mahusiano kuna huo mtiririko. Ushanielewa? Yaani sikiliza. Kwa mfano kuna mmiliki. Sawa? Labda ambaye ananimiliki mimi. Hasa wakati mwingine mtu unaweza ukawa na shida sasa. Kuna kitu unakitaka unamuomba nani, lazima wasaidizi wawepo. Inatosha. Ndio maana nimesema kwamba mimi timu ninayo, lakini huyu bwana kwa kifupi mahusiano yake na ukakasi. Hatumuelewi yuko katika kundi gani. Hakuna mahusiano ni jambo la wewe kuwa committed na mtu mwingine. Haya mambo ya friend mechi sijui ukamwomba. Inatoka wapi? Sikiliza wewe. Kwanza Zulfa. Sikiliza swali mbili anze tena ili tulielezee vizuri watu waelewe. Kata kwanza hapo tuanze huko. Wewe kata hapo tuanze upe hilo swali, kata kwanza. Hiyo ndio tunaitaka. Hiyo ndio tunaitaka sisi hapo. Hapo haikatiki hivi. Wakati mchezaji unaweza kuwa una timu lakini unacheza mechi. Sikiliza. Ngoja mimi sasa anamwambiaje na video awe proud na anamwambia kama hata anamzungumzia Zulfa. Mimi nataka mnifafanulie. Inawezekana kama mimi naishi tu afu sijui. Unavouliza nipo kwenye mahusiano, yani unamaanisha ni mahusiano ni nini yani? Yaani mahusiano ya kimapenzi. Yaani wewe kuwa committed kwa mtu. Na swali hili linakusaidia wewe kukupunguzia trafiki ya DM. Swali hili linakuongezea wewe heshima katika jamii. Swali hili linakusaidia wewe kujua watu wanakutafsiri vipi kutokana na kazi yako unayofanya. Kama wewe unavyosema una mtoto anaitwa Ian. Lakini kuna watu wengine hawaamini kama Ian ni mtoto wako. Vipi? Ndio binadamu tulivyo. Wanaona kama yule sangine wewe hayuko serious na
Kwa mimi siwezi kuzaa manake au kusema. Yaani wewe unaweza kuzaa. Mbona kama unazunguka kujua babake yani ni nani au mimi sihitaji kujua babake yani ni nani. Ila kwa faida ya watu. Kwa faida ya watu wataka wajue upo kwenye mahusiano. Are you happy with your relation? Unajua hivi vitu bwana, sikiliza, unajua hivi vitu bwana wakati mwingine unaweza ukakubali hapa baadaye ukapishana na bahati. Bwana, tunarudi kule. Haya tuache. Hayo majibu yalitupa yanatosha. Tumeshakuelewa huko kundi gani. Unajua sasa jamani, hii Juve. Unapokuja njoo vizuri. Hapa zimeshachezwa mechi za kutosha. Unasikia unajua unavyosema ukisema sasa bwana upo kwenye mahusiano, anajiandaa kukutafuta maana anaweza kagaili. Unajua sisi Wachaga unajua tutapenda hela ujue. Alafu nikianza kutangaza hapa sijui niko na nani, sijui nani. Mimi jamani nasema hivi. Yaani mimi nipo kwenye mahusiano, lakini kama ikitokea kuna nafasi, hilo jambo nitalifikiria. Haya. Ndugu zangu nafikiri mmesikia. Ngoja nataka nimuulize maswali mengine mawili ya kizushi. Hebu niambie katika timu yako, wachezaji wako ambao unawafundisha, ni mchezaji gani ambaye wewe ukimwangalia unamwona mizengwe sana? Wema na Agnesi. Yaani hao ndo top kabisa, yani hao ndo mizengwe. Kwa nini unadhani wana mizengwe? Mimi mwenyewe si mtu wa mizengwe, kwa wenzangu nawajua. Nikiwaona tunajua wao watakuwa wanayapika. Yaani Wema na Agnes, yani hao ndo the best yani. Na hasa nadhani huwa wanayapika kipindi gani? Yaani hawa, yani sasa tukiwa tuna mechi, wakiona hapa kuna mchezaji kaingia afu kama kuzimazima hivi hawezi. Wanaanza maki kwenye mechi mpaka kama uoga narudi nyuma hivi kwanza. Kutaka kuyapika lazima kidogo unabonyea hivi afu ndo unaanzisha mizengo. Unachungulia kidogo. Hamisi ni kwa sababu unajua mimi tabu naipata mimi kwa sababu napenda mizengwe. Tunapokaa kwenye benchi pale mfano KMC. Siku zote mtu ambaye ana mizengo anapaswa kuwa wa mwisho nyuma, yani watu wote anawaona. Sasa mimi kwa sababu nakaa mbele nikigeuka najua walikuwa wanafanya nini, unapiga afu wachezaji wanakuwa na siti yao special, yani wale wapishi. Kwamba bwana tunapokaa hapa tukisema hapo mwalimu atakuwa asikie. Kwa sasa bahati mbaya ikitokea labda Wema ameanza afu Agnes uko nje au Agnes ameanza Wema uko nje, atamtafuta mwenzie. Mwenzie unajua nani hapo? Pajero na Belina. Okay. Yaani hao ndio wapishi ambao nikiwaona ndio sasa usalama hamna. Okay. Kikosi cha timu ya JKT na JKT Queens nafikiri unafahamiana na wachezaji wengi sana. Ni mchezaji gani ulikuwa unatamani atoke katika kikosi chako aende JKT, na mchezaji gani ulikuwa unatamani atoke JKT aje kwenye kikosi chako, na ni kwa nini? Mimi nilitamani mtu kama mfano Agnes aende kule JKT. Unajua Agnes anacheza sana mirafu. Umeona? Yaani ni mchezaji wa kwa timu ya JKT ni wavunja kuni. Yaani mchezaji wa maelekezo. Alafu mimi ningempata Donisia ndo aje huko. Sasa mbona hawa ni aina mbili tofauti ya wachezaji ambao wanacheza katika staili mbili tofauti? Staili mbili tofauti kivipi? Kama ulivyosema huyu mmoja ni mirafu na huyu mwingine ni technician. Kwa mimi ninavyojua Donisia ni technician. Lakini kwa Agnes ni mchezaji anayecheza kwa maelekezo kama unavyosema. Kwanza unajua Doni kwanza usimpandishe. Doni sio technician, yeye anajua tu kidogo. Sawa. Anaja nifikia kama mimi nilipokuwa najua mpira. Ila uzuri wa Doni sasa yeye anaweza kucheza namba nyingi kiwanjani. Ndio mchezaji ambaye anaweza kucheza namba zote kasoro goalkeeper. Doni ni Mchaga? Mchaga sasa nimeelewa. Anatafuta riziki. Matare family. Yaani ndio maana nimemtaja Agnes kwa sababu Agnes naye kwao ni Arusha. Okay. Alafu Donisia kwao ni Moshi. Kwa hiyo bado unazungumzia kwenye familia ya ukanda ule. Okay. Sawa. Haya. Ndugu mtangazaji wa Mpenja TV. Ngoja kwanza. Mtazamaji wa Unataka mimi nikuulize maswali? Mimi uweze kusema maswali. Nataka nikuulize. Muda uruhusu. Ndugu mtazamaji wa Mpenja TV, asante sana kwa leo. Tutaonana tena siku nyingine. Ni kutoka hapa Yanga Princess tunasema